Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya sasa wanadai kwamba maisha yao yako hatarini. Kwenye taarifa tofauti, wawili hao wanailaumu serikali kwa kile wanachodai ni kuwaandama kwa kuikosoa. Kwenye barua kwa idara ya polisi, Gachagua ameorodhesha matukio anayosema yametishia usalama wake, huku Natembeya akisema hana imani kabisa na asasi za usalama, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Melita Oletenges. Huku cheche za siasa kati ya viongozi wa upinzani na wanaomuunga mkono Rais William Ruto zikiendelea na machafuko yakishuhudiwa katika hafla tofauti, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya sasa wanasema kwamba maisha yao yamo hatarini. Gachagua amemwandikia barua Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja akielezea hofu ya usalama wake kufuatia matukio 6 ambayo yameonekana kumlenga. Pia anadai kwamba kuna njama ya kuvamia nyumba zake huko Wamunyoro na pia Nairobi, na kwamba amekuwa akiandamwa na magari ambayo hayana nambari za usajili, na kwamba maafisa wa ujasusi wamekuwa wakifuatilia mienendo yake. Na unajua hii watu ni wajeuri, wanadharau watu ya kanisa sana. Saa ile wametuma watu kanisani to discredit the altar inside the church. Ati ndio kanisa ya PCA itulie kwa vile wanadharau wachungaji. Huyu Sudi amepatiwa milioni 2, peleka kanisani hii watu watulie. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya vilevile ameelezea kwamba maisha yake yamo hatarini, akidai kwamba sababu kuu ni matamshi yake ya kuikosoa serikali. The powers that be are not very happy with what I've been saying, especially the shortfalls, the shortcomings in government, and also my stand on the Luhya community. Pia anasema kwamba Rais Ruto alikiuka ahadi zake kwa Wakenya kuhusu kutumia asasi za usalama kutatua tofauti za kisiasa. We have got security structures that are known even within the police, but then again other units that are formed that nobody knows. Those are the ones sometimes they carry out the dirty work of government, and I know what I'm talking about because I've been there. Matamshi yanatembea na ripoti ya Gachagua yanajiri wiki moja baada ya waziri aliyetimuliwa Justin Muturi kupokonywa walinzi wake, huku mashirika ya kutetea haki yakilaumu serikali kwa kuwatia hofu wapinzani wake. Melita Oletenges, Runinga Citizen.